Fikiria mahali ambapo jua linaonekana kama nyota kubwa angani. Mahali ambapo mwanga wake ni hafifu kiasi kwamba mchana haufanani hata kidogo na mchana tunaojua hapa duniani. Mahali ambapo baridi hufika takriban nyuzi joto hasi 214. Lakini upepo wake unaweza kuvuma kwa kasi inayozidi kilomita 2000 kwa saa. Inaonekana hilo haliwezekani, lakini mahali hapo ipo na inaitwa Neptuni, sayari iliyopewa jina la mungu wa bahari ya Waroma kutokana na rangi yake ya samawati. Ni sayari ya 8 na ya mwisho katika mfumo wetu wa jua. Kwa mabilioni ya miaka imekuwa ikizunguka jua kimya kimya, mbali sana kiasi kwamba hata mwanga wa jua huchukua zaidi ya masaa 4 kufika kule. Ulimwengu wa giza, baridi na dhoruba zisizo na kifani. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: licha ya kuwa ndiyo sayari iliyo mbali zaidi na jua, Neptuni ina upepo wenye kasi kuliko wote katika mfumo wetu wa jua. Kwa nini? Ni nini kinachotoa nguvu kwa dhoruba hizi wakati sayari hii hupokea joto kidogo sana kutoka kwa jua? Na ni kwa nini ni chombo kimoja tu cha angani kilichowahi kufika kwenye sayari hii? Karibu katika Afrika Imara, na leo tutasafiri mpaka mwisho wa mfumo wetu wa jua. Tutembea kwenye ulimwengu wa samawati uliogubikwa na dhoruba kali. Tutachunguza mwezi unaozunguka sayari hii na mwelekeo wa ajabu. Na mwisho wa safari hii tutajibu swali moja kubwa: je, Neptuni ndio sayari ya ajabu zaidi katika mfumo wa jua? Neptuni ni sayari ya 8 kutoka kwa jua. Kwa wastani ipo umbali wa takriban kilomita bilioni 4.5 kutoka kwa jua. Kwa umbali huu, mwanga wa jua huchukua karibu saa 4 kufika kule. Umesikia hilo? Hii ina maana kuwa jua likizimika sasa, Neptuni itazidi kupata mwangaza wa jua kwa saa 4 zingine. Mwaka mmoja wa Neptuni ni sawa karibu miaka 165 za dunia. Kwa hiyo, tangu ilipogunduliwa mwaka wa 1846, Neptuni ilikamilisha mzunguko wake wa kwanza kamili kuzunguka jua mwaka wa 2011, miaka 165 baadaye. Lakini ingawa mwaka wake ni mrefu kupindukia, siku yake ni fupi kiasi cha kushangaza. Neptuni hujizungusha kwa kasi kiasi kwamba siku moja huchukua takriban saa 16 tu za dunia. Na pamoja na umbali wake mkubwa, Neptuni si sayari ndogo. Kipenyo chake ni karibu mara 4 ya kipenyo cha dunia, na uzito wake ni karibu mara 17 uzito wa dunia. Kama Mshtarii na Zohali, Neptuni haina uso mgumu. Lakini tofauti ya sayari hizo mbili ambazo ni majitu ya gesi, Neptuni na Uranusi huitwa majitu ya barafu. Anga hewa lake ni hidrojeni, heliamu na methane, huko ndani yake kukiwa na kiasi kikubwa cha maji, amonia na methane vilivyobanwa na shinikizo kubwa. Methane ndiyo inayofyonza sehemu kubwa ya mwanga mwekundu kutoka kwa jua na kuakisi mwanga wa buluu. Ndio sababu Neptuni ina rangi ya samawati. Lakini hapa kuna jambo ambalo huenda haujawahi kulisikia. Kwa miongo mingi, picha maarufu za Neptuni zilionyesha buluu iliyokolea sana. Mwaka wa 2024, wanasayansi walipochambua upya picha za Voyager 2 waligundua kwamba rangi za picha hizo ziliongezwa kimakusudi ili kuonyesha mawingu yake vizuri zaidi. Rangi halisi ya Neptuni ni samawati hafifu inayofanana kwa ukaribu sana na Uranusi. Lakini usidanganyike na utulivu wa rangi hiyo. Hii ni mojawapo ya sehemu zenye vurugu zaidi katika mfumo wa jua, kwa sababu juu ya mawingu yake upepo unaweza kuvuma kwa kasi inayozidi kilomita 2000 kwa saa. Huu ndio upepo wenye kasi zaidi unaojulikana kwenye sayari yoyote katika mfumo wa jua. Jambo la kushangaza ni kwamba wanasayansi bado hawana majibu kamili, yani kwa nini upepo huo una nguvu kiasi hicho. Lakini unajua jambo moja: Neptuni hutoa joto zaidi kutoka ndani yake kuliko kiasi cha joto kinachopokea kutoka kwa jua. Huenda joto hilo la ndani ndilo linalochangia kuonyesha sehemu ya hali yake ya hewa yenye nguvu. Lakini hiyo ni mwanzo tu wa siri zake, kwa sababu sayari hii iliwahi kuwa na dhoruba kubwa ya giza yenye ukubwa wa karibu sawa na dunia nzima. Na mbali kidogo na sayari hiyo
kuna mwezi mmoja ambao huenda una historia ya kushangaza kuliko sayari yenyewe. Huo ni mwezi uitwao Triton, na hadithi yake inaweza kubadilisha kabisa uelewa wetu kuhusu jinsi mfumo wa jua ulivyoundwa. Lakini pamoja na umbali wake, Neptuni haikugunduliwa kwa kutumia darubini pekee. Kwa kweli, ni sayari ya kwanza katika historia kugunduliwa kwa kutumia hesabu za hisabati kabla ya kuonekana angani. Katika karne ya 16, wanaastronomia waligundua kwamba Uranusi haikuwa ikizunguka jua kama walivyotarajia. Kulikuwa na nguvu isiyoonekana iliyokuwa ikivuta na kubadilisha njia yake. Badala ya kupuuza jambo hilo, wanasayansi walifanya hesabu. Mwanahisabati wa Kifaransa Urbain Le Verrier alikadiria uzito wa sayari hiyo. Alikadiria umbali wake na pia kukadiria mahali ambapo kingepatikana. Wakati huo huo, mwanahisabati kijana wa Kiingereza John Couch Adams alikuwa amefanya hesabu kama hizo. Mnamo tarehe 23 Septemba mwaka 1846, wanaastronomia wa Kijerumani alielekeza darubini yake mahali ambapo Le Verrier alipendekeza, na usiku huo huo sayari mpya ilikuwa pale walipokuwa wametabiri. Na huo ulikuwa ushahidi mkubwa wa sayansi. Kwa mara ya kwanza katika historia, binadamu aligundua sayari kwa kutumia nguvu ya hesabu kabla hata hajaiona. Lakini pamoja na ugunduzi huo, Neptuni iliendelea kuwa fumbo kubwa zaidi ya karne moja. Ilikuwa mbali mno. Darubini zilionyesha duara ndogo la samawati, lakini hakuna aliyejua kilichokuwa kinaendelea juu ya uso wake wa mawingu mpaka mwaka wa 1989. Hapo ndipo chombo cha anga cha Voyager 2 kilipofika kule. Mpaka wa leo, hicho ndicho chombo pekee kilichowahi kuitembelea Neptuni kwa karibu. Baada ya safari ya miaka 12 tangu kurusha kwake kutoka duniani mwaka wa 1977, Voyager 2 ilipitia karibu sana na sayari hiyo mnamo Agosti mwaka 1989 na kutuma picha ambazo ziliwashangaza wanasayansi. Kwa mara ya kwanza, waliona ulimwengu wenye mawingu yanayosonga kwa kasi kubwa. Waliona pete nyembamba zinazoizunguka, na waliona dhoruba kubwa ya giza yenye ukubwa wa karibu sawa na dunia, iliyofanana kwa tabia na the Great Red Spot ya Mshtarii. Dhoruba hiyo ilikuwa Great Dark Spot. Lakini jambo la kushangaza lilitokea miaka michache baadaye. Mwaka wa 1994, darubini ya Hubble ilipoangalia Neptuni tena, dhoruba hiyo ilikuwa imetoweka, kana kwamba haikuwahi kuwepo. Tangu wakati huo, wanasayansi wameona dhoruba nyingine zikitokea na kutoweka. Tofauti na the Great Red Spot ya Mshtarii ambayo imedumu kwa miaka na miaka, dhoruba za Neptuni zinaonekana kuwa na maisha mafupi zaidi. Mpaka leo hakuna anayejua kwa uhakika kwa nini baadhi yake huibuka na kutoweka haraka hivyo. Lakini kama Neptuni ni ya kushangaza, miezi yake ni ajabu hata zaidi. Hadi sasa Neptuni inajulikana kuwa na miezi 16, lakini mmoja wao anasimama juu ya wote. Mwezi huo unaitwa Triton, na mara moja tu unapouangalia unatambua kuwa kuna kitu ambacho si cha kawaida na mwezi huo. Karibu miezi yote mikubwa katika mfumo wa jua huzunguka sayari zao katika mwelekeo ule ule ambao sayari hizo zinazunguka, lakini si Triton. Triton huzunguka Neptuni kwa mwelekeo wa kinyume, hali inayojulikana kama retrograde orbit. Hilo linaonyesha kwamba huenda Triton hakuzaliwa pamoja na Neptuni. Wanasayansi wanaamini kuwa huenda ilikuwa ni kitu kilichotoka ukanda wa Kuiper kilichonaswa na mvuto mkubwa wa Neptuni mabilioni ya miaka iliyopita. Ikiwa nadharia hiyo ni sahihi, basi Triton ni mgeni aliyekamatwa na Neptuni, na tukio hilo linaweza kubadilisha kabisa historia ya mfumo wake wa mwezi. Lakini mshangao hauishi hapo. Voyager 2 iligundua kwamba Triton si ulimwengu uliokufa. Juu ya uso wake wa barafu kuna chemichemi za nitrojeni zinazorusha gesi na chembe za barafu hadi kilomita 8 angani. Hizo ndizo cryovolcanoes au volkano za barafu. Badala ya kurusha lava kama volkano za dunia, hurusha gesi ya nitrojeni na barafu. Ugunduzi huo ulionyesha kwamba hata katika umbali mkubwa kiasi hicho kutoka kwa jua, bado kuna ulimwengu wenye shughuli za kijiolojia. Na hilo liliwashangaza wanasayansi, kwa sababu Voyager 2 ilipima joto la uso wa Triton na kupata karibu nyuzi joto
hasi 235. Hilo ni mojawapo ya maeneo baridi zaidi yaliyowahi kupimwa katika mfumo wetu wa jua. Kwa muda mrefu walidhani kwamba ulimwengu baridi kiasi hicho ungekuwa umekufa kabisa bila shughuli yoyote. Lakini kuna jambo lingine linalomfanya Triton awe muhimu. Uso wake ni mchanga sana kwa viwango vya kijiolojia. Hii inaonyesha kwamba umeendelea kubadilika katika kipindi cha hivi karibuni cha historia ya mfumo wa jua. Mpaka sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha jambo hilo, lakini uwezekano huo umeifanya Triton kuwa mojawapo ya maeneo yanayovutia zaidi kwa misheni za baadaye. Na kuna jambo moja zaidi kuhusu Triton ambalo ni la kushangaza kupita yote. Triton anazidi kukaribia Neptuni taratibu, mwaka baada ya mwaka. Wanasayansi wanakadiria kwamba baada ya mabilioni ya miaka, nguvu za mvuto za Neptuni zitamvunja vipande vipande, na huenda vipande hivyo vikaunda pete kubwa na angavu kuzunguka sayari hiyo. Lakini safari ya Voyager 2 ilitufundisha jambo lingine muhimu. Neptuni sio mwisho wa hadithi. Baada ya kupita, chombo hicho kiliendelea kuelekea anga za mbali, kuelekea eneo lina mamilioni ya miili ya barafu inayojulikana kama ukanda wa Kuiper. Na hapo ndipo tunaanza kuelewa kwamba Neptuni sio mwisho wa ulimwengu wetu, ni lango tu, lango linalotupelekea kwenye maeneo ya mbali zaidi ya mfumo wa jua. Lakini kama Neptuni ni lango hilo, je, binadamu watawahi kulivuka? Na kama watafika huko, watajikuta katika ulimwengu wa aina gani? Hilo ndilo tutakalojibu katika sehemu ya mwisho. Lakini baada ya kujifunza haya yote, swali moja linaibuka. Je, binadamu watawahi kufika Neptuni? Kwa vyombo vya roboti, jibu ni ndio. Tayari tumefanya hilo. Lakini kwa binadamu mwenyewe kusafiri huko, si hivi karibuni na si kwa urahisi. Neptuni ni mojawapo ya sehemu za mbali zaidi ambazo tumewahi kufika katika mfumo wetu wa jua. Kwa umbali wake wa wastani wa karibu kilomita bilioni 4.5 kutoka kwa jua, safari ya kwenda huko ni ndefu sana. Chombo cha anga cha Voyager 2 kilirushwa mwaka wa 1977 na kikafika Neptuni mwaka wa 1989. Hii ni safari ya miaka 12. Nakumbuka, Voyager 2 haikubeba binadamu. Haikuhitaji chakula, haikuhitaji maji, haikuhitaji hewa ya kupumua. Kwa binadamu, safari kama hiyo ingekuwa changamoto kubwa zaidi kuliko safari yoyote ambayo tumewahi kufanya. Muda mrefu wa kusafiri, mionzi ya anga za mbali, uzalishaji wa chakula, afya ya wanaanga na mifumo ya kuendeleza maisha kwa miaka mingi bado ni changamoto kubwa ambazo sayansi haijazitatua kikamilifu. Kwa hiyo, kwa sasa Neptuni itaendelea kuchunguzwa na roboti. Na pengine hizo ndizo zitakuwa macho na masikio yetu katika ulimwengu huo wa mbali kwa miongo mingi ijayo. Lakini hata kama tungefika huko, je, tungeweza kutua? Jibu ni hapana. Kama Mshtarihi na Zohali, Neptuni haina uso mgumu wa kusimama. Tabaka zake za nje ni angahewa nene la hidrojeni, heliamu na metheni. Kadri unavyozama ndani yake, shinikizo huongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mwishowe, mazingira hayo yangeponda kabisa chombo chochote tulichonacho leo. Lakini hilo halimaanishi kwamba mfumo wa Neptuni hauna maeneo yanaweza kuvutia utafiti wa siku zijazo. Triton pekee imethibitisha kwamba hata katika maeneo ya mbali kabisa ya mfumo wa jua bado kuna ulimwengu unaobadilika na wenye shughuli za kijiolojia. Na hilo linatufundisha jambo muhimu. Umbali haumaanishi ukimya. Baridi haimaanishi kwamba hakuna kinachoendelea. Zaidi ya hayo, Neptuni ina siri nyingine ambayo watu wengi hawajawahi kujua. Ina pete. Ni kweli kwamba pete zake si maarufu kama za Zohali. Hazing'ai na ni nyembamba sana, lakini zipo. Neptuni ina pete 5 kuu zilizopewa majina ya wanasayansi waliochangia ugunduzi wake. Pete hizi zimeundwa hasa na chembe ndogo za vumbi na barafu. Baadhi yake zina sehemu zinazong'aa zaidi zinazojulikana kama ring arcs. Kwa miaka mingi, jambo hilo liliwashangaza wanasayansi. Kwa nini sehemu fulani za pete zingekuwa na mkusanyiko mkubwa wa chembe kuliko zingine? Leo tunaelewa kwamba mvuto wa mwezi mdogo wa Neptuni uitwao Galantea husaidia kudumisha miundo hiyo.
Ni mfano mwingine wa jinsi nguvu ya mvuto inavyoweza kuunda mifumo ya ajabu katika anga. Lakini huenda jambo la kuvutia zaidi la Neptuni ni mahali ilipo. Baada ya Neptuni ndipo unaanza ukanda wa Kuiper. Hili ni eneo kubwa sana lililojaa mamilioni ya miili ya barafu iliyobaki tangu mfumo wa jua ulipokuwa unaumbwa zaidi ya miaka bilioni 4.5 iliyopita. Pluto ni mojawapo ya miili inayojulikana zaidi katika eneo hili la Kuiper. Lakini sio peke yake. Kuna maelfu ya ulimwengu mdogo mdogo ambao bado hatujawahi kuchunguza kwa karibu. Kwa hiyo Neptuni si mwisho wa mfumo wa jua, ni lango. Lango linatupeleka katika mpaka kati ya sayari kubwa na ulimwengu wa miili ya barafu inayozunguka mbali sana na jua. Neptuni hutufundisha kitu tofauti. Hutufundisha kwamba hata katika maeneo mbali kabisa ambapo mwanga wa jua ni hafifu na baridi ni kali kupitia kiasi, ulimwengu bado unaendelea kufanya kazi. Bado kuna upepo, bado kuna dhoruba, bado kuna miezi inayobadilika, na bado kuna mafumbo ambayo binadamu hajayafumbua. Kwa mabilioni ya miaka, Neptuni imekuwa ikizunguka kimya kimya kwenye ukingo wa mfumo wa jua. Haionekani kwa macho ya kawaida, haijatembelewa mara nyingi, na bado imeendelea kutunza siri zake kwa uvumilivu mkubwa. Labda ndio maana inatukumbusha jambo moja muhimu. Kadri tunavyojifunza zaidi kuhusu ulimwengu, ndivyo tunavyogundua jinsi tulivyojua mambo machache zaidi. Huenda siku moja roboti mpya zitatua kwenye Triton. Huenda zitatoboa barafu yake. Huenda zitagundua siri ambazo zitabadilisha kabisa uelewa wetu kuhusu historia ya mfumo wa jua. Na kama siku hiyo itafika, historia itaandikwa. Safari hii ya maadamu haikuishia Mirihi, haikuishia Mstarihi, haikuishia Zohali. Iliendelea mpaka mwisho wa sayari kuu za mfumo wetu wa jua, mpaka kwenye ulimwengu wa samawati uliojaa dhoruba kali, Neptuni. Sayari ambayo ilitufundisha kwamba hata mwisho wa mfumo wa jua sio mwisho wa ugunduzi. Asante kwa kujiunga nami katika safari hii. Kama umejifunza jambo jipya, usahau kuipenda video hii, kujiunga na Afrika Imara na kushiriki ili watu wengi zaidi wajifunze kuhusu maajabu ya ulimwengu wetu. Asante.